Wanasema usimkatie mtu tamaa, utakuwa ajabu ukiukata mkondo ulioingia kinyesi, eti unakutia kinyaa. Hii ni hadithi tosha inaweza kuwa motivation speech kwa waliojichokea, lakini inaweza kuwa maumivu tosha kwa mashabiki wa Man U kwa kile wanachokipitia. Hapa nataka kumzungumzia top scorer Ligue 1 ya Ufaransa, licha magoli ya penati kumnyima kiatu. Si mwingine ni Mason William Greenwood, kijana mdogo wa miaka 23. Kinda huyu wa zamani wa Manchester United, ambaye safari ya soka ilitikiswa vikali na madai ya ubakaji na unyanyasaji wa kingono dhidi ya mpenzi wake na kujikuta akisota rumande, huku kesi hiyo ikimweka mbali na uwanja wa miezi kadhaa. Akiwa na umri wa miaka 20 tu, licha ya uwezo mkubwa alioonyesha uwanjani na matumaini makubwa kutoka kwa mashabiki wa Manchester United, maisha yake yalibadilika ghafla. Klabu, mashabiki na hata vyombo vya habari wengi walimgeuka na kumbagua, akiamini ndoto yake na kipaji chake kimekufa, hata mara baada ya kushinda kesi iliyofanya mashabiki waamini hivyo. Mason Greenwood alizaliwa mwaka 2001 mjini Bradford, Uingereza, na kujiunga na akademi ya Manchester United akiwa na umri wa miaka 6 tu. Kipaji chake kilianza kuonekana alipofikisha umri wa miaka 17, akiwashangaza wengi kwa uwezo wa kutumia miguu yote miwili, spidi na uamuzi wa haraka akiwa uwanjani. Alifunga bao lake la kwanza katika michuano ya UEFA Europa League akiwa na umri huu wa miaka 17 na siku 353, na kumfanya kuwa mchezaji mdogo zaidi katika historia ya klabu hiyo kufunga kwenye michuano ya Ulaya. Kwa ujumla, Greenwood akiwa United alicheza mechi 129 na kufunga mabao 35, takwimu zinazothibitisha kuwa nyota ilikuwa tayari imeanza kung'ara. Greenwood akiwa na umri mdogo alikumbatiwa na watu wa mataifa mengine na si tena taifa lile alilowahi kulitumainia kulitumikia kimataifa. Msimu wa mwaka 2023 na 24 alijiunga na Getafe nchini Uhispania kwa mkopo, ambako aliibuka kuwa mmoja wa wachezaji muhimu kwa kufunga mabao 10 na kutoa asisti 6 kwa kipindi chote alipotumika klabuni hapo. Kwa kuwa taifa la Uingereza lilimuondoa Greenwood katika orodha ya wachezaji wanaotakiwa kuitumikia taifa hilo, taifa la asili la baba yake, Jamaica, ilimkaribisha rasmi kuwatumikia baada ya kuondolewa katika kikosi cha Uingereza. Julai 2024, Greenwood alisajiliwa na klabu ya Olympique de Marseille ya nchini Ufaransa kwa dau la euro milioni 31, na ndipo kipaji chake kilipoibuka upya. Katika msimu wake wa kwanza pekee amecheza mechi 34 akifunga mabao 22 na kutoa asisti 6. Ikumbuka katika msimu huu wa 2024-2025, Mason Greenwood ameibuka kuwa top scorer kwa kufunga na mabao na kiungo wa PSG Ousmane Dembele, ingawa kiatu kimeenda kwa Ousmane kwa kuwa Mason Greenwood amekuwa na idadi kubwa ya magoli ya penati. Pia ameiwezesha klabu ya Marseille kumaliza nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi na kujihakikishia nafasi ya kucheza ligi ya mabingwa Ulaya msimu ujao. Kocha wake Roberto De Zerbi ameonyesha wazi kumtaka Greenwood aendelee kubaki klabuni hapo, licha ya tetesi kuwa vilabu vingi vikubwa vya nchini Saudia vinaendelea kumwangalia kwa jicho la mwewe. Na sasa akiwa amejiunga na timu ya taifa ya Jamaica, Greenwood anatarajiwa kuliwakilisha taifa hilo kwenye mechi za kufuzu kombe la dunia. Lakini kwenye hadithi hii ya Greenwood, tukio la kufurahisha na kukosha zaidi ni pale ambapo yeye na mpenzi wake wa zamani Harriet Robson, yule aliyekuwa kiini cha shutuma za Greenwood kuhusika na unyanyasaji wa kingono, kurudiana tena na kuonekana wenye furaha maradufu tofauti na awali. Mwaka 2023 walibarikiwa kupata mtoto wao wa kwanza Sama, na kufikia Februari 2025 wakafanikiwa kupata binti wao wa pili. Familia hiyo iliamua kusameheana na kujenga maisha mapya mbali na kelele za mitandao na maneno ya watu yaliyochochea kesi ya Wood. Leo hii Greenwood yupo Marseille kwa mkataba wa miaka 5, akiwa mmoja ya washambuliaji hatari zaidi barani Ulaya. Mashabiki wengi wanatamani kumuona akirejea Premier League, lakini swali kubwa linabaki: kama wewe ndiye Mason Greenwood, ungekubali kurejea katika kiwanja kilichokukataa? Naitwa Kidu, ukipenda niite kiungo mkabaji, chezeshaji, mshambuliaji, na mashambulizi bado yanaendelea hapa 7 Media.